Wacha. Samueli wa kwanza 1. Tutasoma tu mpaka pale nitakwambia ukome. Utajua ni wapi. Nguvu na ujasiri katika maombi. Samueli wa kwanza 1, anza 1 tu kushuka chini. Samueli wa kwanza 1:1. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama, msufi wa nchi ya milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elkana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Hiliu, mwana wa Tou, mwana wa Sufu Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. 3. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Heli, Ofuni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elkana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote, waume kwa wake, sehemu zao. 5. Lakini Hana umpa sehemu mara 2, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake umchokoza sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. 7. Tena mmewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndipo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elkana mmewe akamwambia, Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? 9. Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Naye Heli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. 10. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri, akasema, He Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wewe hautamfikiria kichwani kamwe. Asante. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari hizi ni habari ambazo tunazijua, tunazielewa sana. Habari za Elkana na wake wawili. Na katika hali hii kulikuwa na wake hao wawili. Na mmoja wao alikuwa amebarikiwa sana, na mwingine alikuwa hajabarikiwa na mtoto. Na katika hali hii kukawa na uchungu mwingi katika maisha ya Ana. Na Ana akaishi maisha ya uchungu kwa sababu ya uchokozi wa Penina, na kwa sababu ya mazimango aliyekuwa akipitia wakati pale nyumbani. Na siku moja Ana akakaa na kufikiria sana, na akawaza, je, ni kwa nini haya yote ninayapitia? Na suluhisho la jambo hili ni nini? Maandiko yanasema ya kwamba Ana aliamka, akaacha nyumbani kwake, akaacha kunywa chai na mkate, akaacha mambo yote pale, na akahamia hekaluni. Bwana Yesu asifiwe. Ili kuonyesha ujasiri katika maombi, akatoka katika comfort zone yake, akatoka katika hali yake ya kawaida, ile kula na kila kitu kunyama, akaziacha zote, na akasema ninahamia hekaluni ili Bwana akasikie maombi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ana akaenda hekaluni. Maandiko yanasema ya kwamba kwa sababu ya uchungu mwingi uliokuwa na Ana, alikuwa anaomba Mungu ampatie mtoto. Na unajua kitu kimoja ambacho tunahitaji katika maisha yetu ni kwamba you must be very specific. Ambia wenzako be specific. Hebu kuwa na uamuzi wako unapoenda mbele za Mungu. Mungu anaheshimu maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiende mbele za Mungu mwambie Bwana ninajua Bwana unajua. Usiku mzima Bwana anajua mpaka asubuhi. Na unamwambia anajua nini? Unatoka hapo bila kitu. Sasa anajua nini?
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema kweli anajua kabla, lakini anahitaji useme. Tamka neno Bwana asikie. Bwana Yesu asifiwe. Usimwambie Mungu unajua tu unajua. Hiyo ina impact kwake. Aina. Ana alipoenda mbele za Mungu, alimwambia Mungu nataka mtoto. Na si mtoto tu, nataka mtoto wa kiume. That's being specific. Nataka tu wa kiume, mimi sitaki mtoto. Nataka wa kiume. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi ya Ana kila wakati ikiwa nataka mtoto wa kiume. Mungu nataka mtoto wa kiume. Mungu nataka, yani hivyo. Yes. Akaomba bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Na maana alielewa na Mungu wake, alijua uhusiano wake na Mungu uko sawa. Unajua pia ili uwe specific na Mungu, mpaka uhusiano wako uwe sawa. Nasema ili uelewe kumweleza Mungu, ni mpaka laini yako na Mungu iwe clear. Yaani laini yako na Mungu iwe sawa. Uwezi kuwa unamchezea Mungu karata, alafu na expect mbele za Mungu mwambie nataka hii na upe. Au unamchezea karata tu. Katikati ya wiki wewe ni mtu mwingine, Sunday wewe ni mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ana akaenda mbele za Mungu, akamwambia Mungu nataka mtoto wa kiume. Ilifikia wakati Ana sauti ikaisha na akabaki na mdomo peke yake unaonekana ukimove. Mpaka Eli akamistake Ana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vile unaweza patikana na shida, yani matatizo yakakushika, mbona kijana pasa na shida ni yule kweli huyu. Yule kweli. Anakumistake anaweza shangaa, ama ameshikwa na pepo ama kuna kitu ndani ambacho kinachemka. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kinachemka ndani ya Ana. Eli akakosa kuelewa na siri ya Ana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia umelewa. Ana akamwambia sijaelewa mimi. Ni mwanamke aliye na uchungu. Ni mwanamke ndani yake anatazamia kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamweleza Eli mpaka Eli akaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako baraka yako iko na mchungaji wako. Baraka yako iko na mchungaji. Nasema mwambie mwenzako baraka yako iko na mchungaji wako. Baraka yako iko na mchungaji wako. Wakati Ana alipoeleza Eli shida zake, Ana hakujawa na kiburi, akamwambia wewe nawe kwenda huko usipinde nyaa usiniletee. Alijieleza vizuri. Na Eli akamwambia nenda na Mungu akujalie haja yako. Amen. Kutoka hapo ndipo Ana alipata mtoto. Amen. Kwa hivyo baraka za Ana zilikuwa kwa nani? Kwa Eli. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi. Baraka za Ana zilikuwa zimeshikiliwa na Eli. Hata kama Eli alikuwa haelewi, lakini alipomwambia nenda na Mungu akujalie haja ya moyo wako, alienda na akapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Tumekaa maisha ya kawaida tu ya kawaida mpaka atuelewe na nguvu zilizobebwa na watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza omba mchana kutwa, unaweza omba siku kutoka Monday mpaka Sunday, na kwa sababu hautambui nguvu za Mungu sio ndani ya yule mchungaji, utaomba miaka yote. Utazunguka haya makanisa hapa jana. Utazunguka hii kama makanisa. Kila mahali ukienda hakuna Mungu. Kumbe wewe ndio ujui kuconnect na mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alijua kujiconnect na Bwana mbele za Mungu katika hiyo connection. Na kuwa na confidence na ile kitu ambacho unakifanya. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mpaka uwe na ujasiri katika maombi yako. Ni mpaka tuende mbele za Mungu na confidence. Tukijielewa sisi ni kina nani. Wapendwa, live ya kawaida imeisha. Ndio mwenzako mwambie live ya kawaida imeisha. Life ya kawaida imeisha. Ukiishi maisha ya kawaida, shetani anakumalizana na wewe hapo na story imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Ukimchezea Mungu karata tu kila siku unamchezea Mungu karata, shetani anamalizana na wewe, anakuweka kando, anakuweka paki, unabaki kuwa mtu wa kawaida tu. Unakuja kanisani unaabudu lakini hakuna kitu. Kwa sababu shetani alishamalizana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yanatufanya twende mbali wapendwa. Maombi yanatufanya tufanye mambo makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wajua Ana alikuwa na uwezo wa kukaa nyumbani na kula. Kwa sababu Elikana hakuwa na shida na yeye. Sawa sawa. Elikana alimpenda kuliko wana 10. Yaani alimpenda zaidi ya wana 10. So upendo wa Elikana kwa Ana ulikuwa mwingi sana. So si Ana angekaa na acha sema sababu napenda tu kama Penina na Nizimanga. Si Elikana ananipenda, wacha nikae tu. Lakini comfort zone ya Ana akukubali kukaa katika comfort zone. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Akasema hata kama Elikana wanipenda, kuna kitu sina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama umependwa, hata kama unaishi aje, kuna kitu unakihitaji.
iende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio hadi akukaa na kusema inakuja. Itakuja wapi? Maana ilianguka mara moja tu, haitaanguka tena. Ndio wenzako maana ilianguka mara moja tu kwa wana wa Israeli. Hakuna siku maana inakuwa tena. Sasa ni kupambana na maisha. Kupambana katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Elikana akajaribu kumbembeleza Ana sana. Mimi ni zaidi ya wana 10. Mbona unaniambia na wauli chakula? Ana akasema yani hizo unaniambia ni nonsense. One thing I know ni kwamba sina mtoto. Nini kile najua ni kwamba sina mtoto. Na umemruhusu Penina anitukane. Alafu unaniambia na unanipenda wewe. Bwana Yesu asifiwe. Penina alimtukana Ana. Elikana alikuwa anaona. Mbona hakumwambia aache kumtukana? Anamwambia tunakupenda mimi baba nyumbani natukana huko. Kwa nini nikae nikitukana na unasema unanipenda? Upendo wako bado. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu alikuwa hana na alihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Unapoamua, unapokaa tauli ya kwamba nitaomba, nitamuishia Mungu, nitaishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, utavunjwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Utavunjwa moyo sana. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako kubali kuchokozwa. Kubali kuchokozwa. Ambia mwenzako kubali kuchokozwa. Kubali kuchokozwa. Ni mpaka uchokozwe ndio uamke uende. Ana angechokozwa na Penina, angeenda kumtafuta Samueli. Angempata Samueli. Maana Penina amempatia amani. Kwa hivyo Ana ameridhika na amani na Elikana. Kwa hivyo angeenda kumtafuta Samueli. Na Samueli alikuwa ni mtoto wa ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kubali uchokozi uje ili Bwana akuinue viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Usitamani kwamba kila siku umefanya vizuri piga makofi, usikubali. Kubali vita Bwana akuinue. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, kubali upigwe. Watu wakupige kabisa, wakutandike, lakini baada ya kutandikwa level zinapanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakubali haya masimango, unakubali hizo vita zote, lakini baada ya vita kuna nguvu katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Unapopigwa vita unaenda kwa maombi na mwambia Mungu unaelewa. Unaona wewe vile amenipiga, pambana naye. Unaachia vita, Mungu anapambana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anapoamua kupambana na adui zako, wewe mwenyewe utakaa uhurumie. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi maombi ya kubembelezana hamna. Siku gani? Nikesha hapo usiku mzima nikibembeleza adui, uongo wako. Itakuchoma, ukuteketeze, upeleke si wapi huko kibanda chini kutupe si wapi. Basi huko nikufunikia huko. Na umefika asubuhi hauko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana unajua sana Bwana. Bwana jamani naomba mbadilishe tu Bwana. Si mbadilishe Bwana, nampenda. Unampenda nini? Omba adui aliye ndani yako atoke aende. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna adui ndani yako, omba Mungu atoke ili abadilike ama aende. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu ambao ni visirani. Na kuna watu ambao wanakufuata kila siku kama Penina bila kufuata Ana. Kila siku wako na wewe tu. Ukienda katika Biblia inasema wajua huyu hapa hivi. Ukipiga hivi wajua huyu. Ambia Mungu umechoka. Niondolee huu mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Niondolee huu mzigo. Bili naye. Bwana Yesu asifiwe. Ilibidi Ana aombe. Na Bwana akasikia maombi. Maombi yaliyokuwa na nguvu nyingi. Bwana anahitaji watu walio na nguvu za kuomba, walio na ujasiri katika maombi. Unachokiomba unakielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna maombi ya kubembelezana. Yesu alipoenda mlimani siku 40, akishuka chini alimpata shetani. Akamwambia shetani, Yesu kama wewe mwana wa Mungu usifanye hivi na ufanye hivi. Shetani akidhani kwamba Yesu anashuka na hiyo, akamwambia nimeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako uko na neno la kumshinda shetani ama una? Uliza mwenzako tu, ndani yako kuna neno ambalo shetani anaweza kimbia. Maana wajua shetani alikimbia wakati wa Yesu kwa sababu ya neno. Au kimbizwa na Yesu, au kimbizwa na jina Yesu. Kile ambacho nyumbani shetani akimbia akaenda, ilikuwa ni neno Yesu aliyokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tujue neno ili tuweze kumshinda shetani. Kwa maneno yetu hatutaweza. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka mkumbushe shetani umwambie imeandikwa. Imeandikwa shetani. Imeandikwa. Anaogopa hiyo. Lakini mimi hawezi kuogopa. Wewe hawezi kuogopa. Lakini anaogopa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ambia wenzako acha maneno ya bure. Acha maneno ya bure tu kupiga story. Haitasaidia. Ni nyakati za mwisho, ni nyakati mbaya, nyakati ambazo Ibilisi ameamua kumaliza watu. Na anaanza kanisani, anawatandika hapa ndani. Anawatandika kwa hivyo. Unakuja hapo unafika siku moja siku ya pili unasema hapo hakuna Mungu. Hata nikimbie JCC unaenda. JCC unaenda unakaa siku moja, ai hapo hata hakuna Mungu. At the end of the year umeenda makanisa 20. Unatafuta nini? Watafuta nini? Sisi tukukaa ndani ya Yesu peke yake. Na uombe, kaa miguuni pa Yesu na uombe. Haya madhabahu ni kama yale ya JCC, tofauti kwa wapi? Si Yesu ndiye ndani yako anafanya kazi. Kwani ni kanisa. Hey! Bwana Yesu asifiwe. Kuna kama kidogo unasema kwa Pastor Patrick hapo na vile wanatoa kila siku hata niende kwa. Hakuna mahali watu wanatoi. Hata kwa JCC wanatoa kabisa. Wanda huko wanatoa kabisa. Hakuna mahali unafika hivi wapika watu wanatoi. Unakosaje kutoa? Injili hii haiwezi hata bila kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Inahitaji pesa gharama kubwa kwenda. Tusafirisha kwa gharama kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kukaa miguuni pa Yesu na kujielewa wewe ni nani katika ufalme wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Kuelewa ni nani katika ufalme. Ni nini umeshikilia? Ni nini umeshikilia mkononi mwako? Kinaweza kumshtua shetani. Maana anahitaji neno. Bwana Yesu asifiwe. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno imba neno, neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno. Ambia mwenzako jaa neno la Mungu. Mwambie acha maneno. Nikwambie kitu. Ile kwa ile makanisa siku hizi hayakai sana. Inakaa watu wakienda sababu ya maneno. Bwana Yesu asifiwe. Huyu dada amenuliwa na Mungu, naimba vizuri. Sauti yake akiimba hivi imenibariki. Mimi kutoka niingia hapa amenibariki. Ndio naimba vizuri. Sauti yake inanibariki. Lakini sasa wewe unataka kubali kwamba anakubariki. Unataka uingie kabisa yeye ana kiburi sana huyo. Huyo ana kiburi sana. Lazima yeye sauti yake haipeleke hivi. Si sauti yake. Sio kubali yeye kama amebarikiwa. Na umpigie makofi. Bila kupigia makofi. Si hivyo tu. Imagine ni hivyo tu. Sasa kanisa imeisha mambo madogo tu hapo. Dada akinuliwa hapa na kiba praise anaimba praise Yesu kwa anabarikiwa sana. Amekuja vitu na yeye hiyo kiburi hapa naye. Hapa hata tomboi. Tunamwangalia tunamhesabia tunasifa atakimbia mwenyewe. Anakimbiza nini? Bali kuna nyoka zinakimbiza watu. Anakimbiza nini? Sumuombe. Upendo. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiomba, anasema rima. Kutoka saa 12 ya jioni mpaka saa 12 ya asubuhi. Rima. Utarima, unatoka bila kitu. Unarima, unatoka bila kitu. Yaani ni kama ungelala tu. Bwana Yesu asifiwe. Upendo. Unajua unity ya watu, umoja wa watu unaunganishwa na upendo. Na kukuwa na upendo, maombi yanaflow. Bwana Yesu asifiwe. Maana hakuna maombi, maana hakuna umoja, au ukijaribu kuomba haendi because kuna vita katikati ya watu. Hey! Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ambia mwenzako kubali mwenzako tu kubali. Unajua sisi wote hatuwezi kuwa waimbaji. Sote hatuwezi kuwa ashes, hatuwezi kuwa wahubiri. Kila mtu ako na karama yake. Kila karama ya mtu siheshimiwe tu. Na uappreciate mwenzako ako na karama. Kama yule ndugu bila amenibariki. Anaimba kabisa kama Mwangila. Anaimba yani kabisa yani. Hey! Wewe nao unaimba. Kabisa mkono, neema ikushukie. Neema ile shughuli anaimba. Anaimba kabisa kama mwenye wimbo. Nimesikia lakini. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu Baba. Anaimba kabisa kama kabisa mwimbaji mwenyewe. Unapokuwa unaona kabisa huyu mtu akona kitu ndani. Akisa kuna mtu mwingine kama muuma tu. Kuna mtu amekana muuma tu na yeye. Anatuharibia nini? Sasa hivyo ndo abarikiwe. Sio pia uje uimba tukubariki. Kisugusa tubariki tukubariki. Usiporugusa tutakuja. Si hivyo tu. Kabisa. Sije tu hapa wewe tuimbe. Kitugusa tunakuja na 50 100 200 na kubariki tu.
kama unadugusa lakini ukija na roho ya kiburi utaimba kikavu hapo na utoke kwenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor anamtoa wapi huko? Pastor tulete huyo mtu hapa tena. Letele maneno yake hapo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nasema mambo ya nguvu za maombi na ujasiri katika maombi. Na pasipo umoja na kupendana maombi hayaendi. Hayaendi. Hadi nikwambia ukweli. Hadi nikwambia uombe bila kupenda wenzako kazi ya bure. Utaomba siku nzima kazi ya bure. Mpaka roho na moyo safi. Kwa sababu mwimbaji akaimba kabisa. Maneno ya kinywa changu acha yatawaliwe na wewe Bwana. Mawazo ya moyo wangu acha yatawaliwe na wewe Bwana. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele. Niumbie Baba, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Tukubali nione Bwana atumbie. Bwana Yesu asifiwe. Hata Ana alipochongozwa na Penina hakumchukia. Angemchukia Bwana angembariki. Aliona kwamba haina haja ya kubishana yeye. Na hakuna mahali tumeambiwa Ana alibishana na Penina. Alimsimama kama amenyamaza. Lakini siku alichoka na uchokozi, aliamka polepole akaenda. Sio kama unajua kunyamaza ni jibu. Kunyamaza nayo ni jibu nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Kunyamaza ni jibu la adui. Unaponyamaza anakuona wewe ni mjinga. Lakini kile Bwana anakutendea, atashuhudia baadaye kunyamaza kwa kulikuwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila wakati unasema nini? Ulikuwa unasema nini? Jana nilikusikia ukinisema. Ulikuwa unasema nifanya nini? Ulisema nini wewe? Wewe unanishtua kitu lakini wewe unasikiana wewe. Unanishtua wewe. Mimi naweza kupiga ile kukuta ile ndokurusha. Nani akisema mpigane hawezi kupigana. Ni kuipitisha tu. Unamtishia tu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona vitu kama hivi? Yaani unaongea mtu mlango. Amka toka niambie toka. Toka niambie nilikusikia jana wewe. Sinyamaze tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sinyamaze tu, Mungu akutetee. Ana alinyamaza akaenda hekaluni. Na alipoenda hekaluni Bwana, Ana alitoka na baraka za Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Maana ndani yake alijawa na Mungu. Ndani yake alijawa na neema. Ndani yake alijielewa yeye ni nani. Ambia mwenzako jielewe wewe ni nani. Imagine hivyo tu. Ukijielewa wewe ni nani, utabishana na mtu. Utaona mwenzako akiongea na shida huyu anaongea nini? Maana umekomaa. Wewe mwenzako komaa wewe. Ambia komaa. Ambia mwenzako komaa. Sikiwaambia mimi ni evangelist. Sikiwaambia mimi wasifundishe neno. Kwa hivyo waambie mwenzako afanye akomae. Akikomaa hatakuwa na kitu kidogo. Hatakuwa na kitu kidogo. Huyu alisema nilikuwa nimefunga ua huku, pale ua yangu sikuwa tu peke yake. Sasa tu nilikuwa nimefunga huku, pale ina shida gani? Alisema ua na baba maua mengi. Sini yako, sumba maua yako. Ina shida gani kwa sini yako? Ina shida gani? Anapenda sana kubaka. Sawa. Nisibaya yako pia wewe. Ama pale stendi yako. Yesu aitwe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Atuache maneno madogo ambayo yanamaliza kanisa. Maneno madogo ambayo yanamaliza kanisa. Unasikia huyu alienda sababu ya fulani. Niliama mimi nilimwona Sharedi ananiongea vibaya, mimi nikaenda. Au uliona kwa nini? Mimi niliona hakuna kitu hapo nikaenda. Ninasengenya pia alizunguka kwa maliza. Sasa kwa nini tumalizane? Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako tunza mwenzako. Ambia mwenzako penda mwenzako. Ujaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama una upendo wewe ni kitu bure. Ujapokuwa na imani kuwanisha milima, kutoa mali zako kuwanisha masikini, kama una upendo wewe ni kitu bure. Kitu bure kabisa, kuna kitu. Wewe sema unampenda Mungu wako na jirani yako hutaki kumuona, na ndugu yako una chuki naye, wewe muone
kitambo sana kwa amri ya Mungu ya upendo. Sipendaje? Ndio maombi ya penye. Ndio mbingu zitukubali. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu tupendane. Ili maombi yetu yawe na nguvu. Maombi yetu yawe na ujasiri. Maana tumeungana pamoja, tumeshikana pamoja, mmoja wetu umekuwa ndio nguvu zetu. Tunapoingia kushusha mbingu inashuka haraka. Lakini ushafika hapo ngangana. Kuna watu tu wako hapo hivi. Unaabudu tu mtu anakuangalia unasema huyu sasa naye alikuwa anakupa kwa nini huyu. Bwana Yesu. Ushaona vitu kama hivi? Yaani mtu kwa roho kabisa uko na mambo kabisa. Yaani unataka hiyo nguvu wapi? Hakuna mmoja anataka nguvu wapi? Yaani nguvu ya kuondoa watu macho wa kiabudu umetoa wapi? Unatoa wapi? Ndio huko tu. Kama tu yani wanafanya jiki yani. Sipomaliza tukae tu hawa watu. Yaani huko tu. Alafu unakuja kufanya nini hapa kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Umoja wetu ni nguvu yetu. Tukija kwa maombi tuzame wote. Tuzame kila mtu azame kwa maombi. Tukiamka hivi tutakuwa tumeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Tusimwachie pastor na mapasta kanisa kuombea. Anakuombea wewe, anaombea kanisa, anaombea mahitaji yote. Hata kwa nyumbani aombei. Naye pia utaki kuombea kwake. Sasa anabeba kanisa yote, anabeba mzigo mkubwa. Hata wewe unahitaji kwa maombi. Kwani huyu si ni mtu? Ama ni malaika huyu? Si ni mwanadamu? Tumuombee na tumuinue kwa maombi, tumtie moyo. Tuwatie moyo jamani. Ambia mwenzako tie pastor moyo. Ambia utie moyo. Mimi ndio niambia niongee hivyo. Sasa tuliongea hata hivi kitu kama tushaongea na yeye. Kutoka niambie nimeandika hata. Lakini si mtie moyo. Mtaka baba. Anaitwa Wambua na mimi ni msichana wa Wambua. Kwa hiyo namuita baba. Bwana Yesu asifiwe. Hebu simtie moyo. Haleluya. Ili umoja wetu uwe nguvu zetu. Tunapoungana pamoja, tufanye kazi kwa umoja na maombi yetu yafike kwa Mungu. Na Bwana atubariki na atujalie haja ya mioyo yetu. Naomba usimame. Nimemaliza. Inua mikono yako.